Naomba niwape salamu za Christmas. Sisi wa Kristo tunakwenda kwenye Christmas. Nina kila sababu kuwapongeza Watanzania wote, wa dini zote, Wakristo kwa Waislamu na wasio na dini. Tunaenda kwenye sikukuu ya Christmas. Christmas ina tafasiri ya kufanyaje, ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na anapozaliwa Yesu Kristo inakuwa ni fundisho kwetu sisi wanadamu ya kwamba Yesu azaliwe upya mioyoni mwetu. Sema haleluya. Waandishi wa habari msemeni amina. Kwa sababu ni jambo la neema. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza wa Tanzania kuwa na moyo wa subira, moyo wa utulivu, moyo wa amani, kwa namna ambavyo tumekuwa washiriki wa amani na utulivu. Kusema kweli, Mungu awabariki sana na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Lakini pia ni kweli kipindi cha nyuma pia kama tunakumbuka, taifa letu liliingia kidogo changamoto hapa na pale. Kuna watu waliumia, walipoteza mali zao, wengine walifariki kadhalika, lakini hakuna msiba ambao una mwisho wa maombolezo. Mbona hakuna tatizo ambalo lina mwisho na kadhalika. Nina kila sababu, nimeshuhudia watu mbalimbali, kuna viongozi wa dini, viongozi wa serikali wakisema 1, 2, 3 kwa yotokea, yote kwa yote. Mungu awape faraja ndugu wote ambao waliopoteza ndugu zao. Mungu awafariji na Mungu awape neema hiyo ya uvumilivu. Lakini vile vile nimeona baadhi ya viongozi wa serikali nao wakisema haya yaliyotokea na kadhalika. Pia Mungu atubariki na atupe moyo mkuu. Wengine pia walipoteza mitaji, biashara zao mbalimbali, lakini yote kwa yote Mungu awabariki, Mungu awape neema miongo mingine ili ya kupata hiyo mitaji mingine. Bwana awape neema ya kufanya vizuri. Na yote kwa yote naomba pia nimpongeze mzee wangu mchungaji Kitime. Mchungaji Kitime huyu ni katibu wa kanisa huu ni wa Baraza la TEC. Nimpongeze. Amekuwa ni sehemu ya baraka sana. Amekuwa ni mtumishi bora kabisa. Anazungumza kwa lengo ambao ni jema kabisa moyoni mwake. Nina kila sababu ya kumpongeza kwa yote anayozungumza. Amekuwa kama sauti ya Watanzania kwa namna moja au nyingine, kwa jinsi wanavyodhani ni watu wengine. Lakini sema kwamba Mungu akubariki sana mchungaji au Padri Kitime au Father Kitime. Mungu akubariki sana kwa maneno mengi yako, yamekuwa ni faraja kwa upande wa serikali, yamekuwa ni faraja kwa Tanzania. Mungu akubariki. Lakini pia naomba nishauri, lakini pia hata siku leo nilimuona mtumishi wa Mungu mzee wangu mzee Warioba. Huyu amekuwa waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna maana kazungumza kwa uchungu sana, akasema mambo mengi kwamba namnukuu, alisema kwamba watu waliouawa siku ya uchaguzi 2025 29 sio 2010 Oktoba, kwamba walikuwa ni wengi kuliko vita vya Kagera. Sasa basi hapa naomba nifundishe jambo la busara na niombe kitu kimoja kizuri. Taifa letu limepita mapito mengi. Hakuna mtu ambaye hana machozi, hana huzuni, lakini inatakiwa sasa viongozi wetu, wazee wetu, viongozi wa dini tusimame sasa kwenye msimamo wa pamoja wa kulifanya taifa kurudi kwenye faraja. Hivi leo mtu aliyefiwa na mtoto wake ukaendelea kumzungumzia habari ya msiba wa mtoto wake, ataendelea kuwa na maumivu, na yale maumivu muda mwingine yataleta chuki hata kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu baba unaruhusu. Tunajua. Lakini pia serikali nimeona kwa namna moja au nyingine inapambana sana ili kufanya namna gani ya kupata suluhisho la jambo hili. Nimeona pia kuna tume imeundwa ya jambo hilo. Mimi ningefikiri kwa kipindi hiki viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, hebu tuwe kitu kimoja kwanza, ili tuilinde amani yetu, tuimize amani yetu, ili Watanzania tusimame kwenye umoja. Ile tume ambayo pia imetengenezwa ili kuchunguza mambo haya, tusubiri pia majibu yake. Majibu watatuletea majibu gani? Mmepata vile? Sasa majibu ambayo atakuja kama ni tofauti na mtazamo wa Tanzania wote,
Tuna kila sababu ya kuhoji, ya kulalamika, kutoa maoni hayo, ila kipindi hiki tunapokwenda kusherehekea sikukuu ya Christmas, mimi niombe viongozi wa dini zote tusimame kuwa washiriki wa kushiriki kwa ajili ya kuitunza amani ya nchi yetu.